Funge mkanda, naomba tunisikilize. Faida ya kutembea na roho wa Mungu. 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 Leo nataka nifundishe kuhusu faida ya wewe kutembea na roho wa Mungu. Na kwa nini utembee na roho wa Mungu? Leo nitakuonyesha. Yamkini ulikuwa haujui faida ya kutembea na roho wa Mungu. Leo nitafanya juu chini kwa dakika chache ambazo nitafundisha mahali hapa, nikuonyeshe faida ya kutembea na roho nani? Wa Mungu. Katika dunia hii tulionayo, maisha tunapoishi, tunaishi kama vile tuko safarini. Tuko safarini tunapoishi. Unapolala unaamka, majira na nyakati zinapokwenda, tambua ya kwamba uko safarini. Maisha ya Mkristo inafanana na wana wa Israeli walipokuwa Misri kuelekea Kanaani. Maisha yao ilikuwa ni maisha ya safari. Kuna Kanaani ya kufikia hatima yako na kuna Kanaani ya mbinguni. Kuna Kanaani ya kiroho na Kanaani ya kimwili. Kanaani ya kiroho ni wewe siku za mwisho kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini Kanaani ya kimwili ni hatima yako kutimilika, yaani kuishi maisha ambayo Mungu alikuandalia hapa chini ya jua. Hiyo inaitwa pia Kanaani yako. Kwa hiyo tunapoishi tunatembea. Na ndio maana leo nataka nikufundishe faida ya kutembea na roho wa Mungu. Katika safari zetu za duniani tunahitaji kuwa na sapoti ya pili. Tunahitaji kuwa na msaada wa pili ambao ni msaada wa roho wa Mungu, kwa sababu yeye ndiye msaidizi wetu ambaye tulikabidhiwa, ambaye tulipewa ya kwamba litakuwa pamoja nani kama hadi mwisho wa dahari, na sitopungukia na wala sitoacha. Haleluya! Kwa hiyo roho wa Mungu ndiye msaidizi wa pili katika maisha yetu. Roho wa Mungu ndiye anatakiwa kutusindikiza katika safari zetu za dunia. Na ndio maana nataka nikwambie faida. Kila mtu katika dunia hii ana mtu wa pili anayemtegemea. Kila mtu katika dunia hii ana mtu wa pili anayemtegemea, ama na kitu cha pili anachokitegemea. Kuna watu katika dunia wanategemea elimu. Sema elimu. Katika maisha yake anategemea elimu. Anajua elimu yangu ipo siku itanipa kazi, na hiyo kazi itanisaidia kuwa huru katika maisha yangu. Kuna mtu anatembea katika dunia anategemea baba yake mzazi. Kila unapopata shida unasema baba yupo. Haleluya! Kuna mtu katika dunia hii tulionayo anategemea babu yake. Anajua tatizo likitokea, babu yupo. Babu anapiga simu, babu uko wapi? Wao wanasema mwanangu ni kitu gani? Sasa hivi kuna mambo siyaoni vizuri, anakuambia chinja ng'ombe. Haleluya! Kila mtu ana mtu anayemtegemea. Kama sio mtu, ni kitu anachokitegemea, ya kwamba nikipata shida tachimbili hapa. Kuna mtu anategemea akaunti ya benki. Anapotembea najua kwamba nikitokea na jambo lolote nitaingiza kadi ATM, nitatoa hela. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anatembea katika dunia hii, tegemezi yake ya pili anategemea taaluma yake. Kama mimi zamani nilikuwa nikitembea siachi mkoba wangu wa ufundi. Najua tu huku ninaweza nikatengeneza hata switch. Itakuwa mtu ananiambia kuna switch imekuwa, taenda kutengeneza tapata 5,000. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine nilikuwa siachi mkoba, nilikuwa natembea na begi, siliachi. Utajiuliza ile begi mna nini? Mna vifaa. Ukifungua unakuta mna vitu vifaa vya kazi. Kwa sababu nilitegemea ninaweza nikapata kazi popote tatumia hivi vitu. Haleluya. Tegemezi yangu ilikuwa ni ile begi. Lilikuwa mgongoni mwangu. Sema mimi nzuri. Safari zangu zote hata kama nimevaa vizuri sikosi kibegi.
nilikuwa nabadilisha begi, na ukiangalia mna vifaa vya kazi. Na ndio maana nataka niwafundishe kwamba katika dunia hii kila unayemuona pembeni yako kuna kitu anakitegemea. Say amen. Say amen. Kuna kitu anakitegemea. Mwangalie jirani yako, mwambie unategemea nini sasa hivi? Mwambie unategemea kitu gani sasa hivi? Kama sio mtu kuna taaluma, kama sio taaluma ana degree, kama sio degree kuna kazi, kama sio kazi kuna kitu anakitegemea. Kama tatizo liko hapo, utatuzi wake ni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo nataka nikwambie, siku moja nikakutana na mtu anapotembea barabarani anafananishwa na treni, zile treni za zamani. Haleluya. Anapotembea mioshi inamtoka mdomoni, mapuani inamtoka mioshi inamtoka. Siku moja ilibidi nimfuate, nimwambie rafiki yangu, unajisikiaje mioshi inapokutoka masikioni na mapuani? Akasema mimi ninapokuwa na safari zangu nikiwa na hili dude hili, yani nitatembea wala sichoki. Unanielewa? Kumbe msaada wake wa karibu ni ile dude akiliwasha na ana box nzima anaweka mfukoni. Anasema ninapofanya kazi yoyote, wala ninapotembea, wala nikimaliza kula chakula, inabidi nitumie hii. Nikasema kumbe kuna watu msaada wake akiwasha feki. Haleluya. Na mwingine naye pia nilikuta naye majuzi anatembea hivi, nikamfuata pia, nikamuuliza, vipi unajisikiaje unapotumia kaka maji? Akasema, mchungaji, yani kaka maji nisipokatumia wala hata sioni vizuri. Haleluya. Akasema nisipotumia kaka maji sioni vizuri, ni bora nikose unga lakini nisikose kaka maji. Yani sijui kaka maji kakoje, nikatamu kweli mchungaji, sijui utamu wake nitauelezeaje. Hata nikasema sikia nikwambie, yani ina maana bila haka haungesema bila hata kula sina appetite ya kula. Haleluya. Hata kula sina appetite, mfanyeje? Sina appetite ya kula, lazima niwe na haka hivi, nikikabugia nasikia kuchangamka. Nikasema haleluya. Siku moja nipo kwenye basi, niliongea hapo, nikaona binti mrembo amekaa mbele yangu. Sasa wakati ambapo unatoa mabasi nani Mbagala, kuna kusimama, ninaposhikilia hapo juu, huyo binti naye akashikilia juu, nikaona hapa kuna bonge la ilinzi. Haleluya. Ilinzi lina hema, ninaliona lina hema. Kumbe yule binti katika safari zake anategemea ilinzi aliyopewa na mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe katika maisha ya wanadamu tunaishi huku, kuna vitu tunavitegemea, kuna vitu tunavishikilia ya kwamba pasipo hivi hatuwezi kuishi. Lakini leo nakuja kukwambia hivyo vitu vyote sio shida, lakini havina msaada kabisa, havina msaada kabisa. Haleluya. Kuna mtu anategemea shoga yako, na kuambia siku ya shida hiyo shoga yako atakuacha. Hivyo vitu vyote, iwe pesa, iwe magari, iwe majumba, iwe chochote unachokitegemea katika maisha yako, ipo siku kitakuacha, ipo siku kitakusaidia kabisa. Kuna mtu anatembea anajivunia shepu lake, akitembea wanaume wanagongana vichwa, anajiweka kiburi. Sikia nikwambia, ile shepu ipo siku itakuacha, halitakusaidia. Haleluya. Cha kujivunia ni kutembea na Roho wa Mungu. Tembea na Roho wa Mungu. Wazee wetu walitembea na Roho wa Mungu. Ibrahimu, Isaka na Yakobo walitembea na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu hawezi kukuacha daima, hata kwenye kaburi atakuwa pamoja na wewe kwa ajili ya ufufuo. Haleluya. Watu walikuwa na pesa, wakina Michael Jackson, leo majumba yao haijawasaidia. Watu walikuwa ni marais na watu maarufu duniani, leo hii wamebaki mifupa. Vitu viko wapi? Pesa iko wapi? Majumba iko wapi? Maneni kuza iko wapi? Vimewaacha, vimewaacha katika maisha yako. Safari zako za ulimwengu huu, tegemea kutembea na Roho wa Mungu. Tegemea kutembea na Roho wa Mungu. Nitakufundisha namna gani ya kutembea na Roho wa Mungu. Ukitembea na Roho wa Mungu hautachanganyikiwa. Ukitembea na Roho wa Mungu akili yako itatulia. Haleluya.
Roho Mungu anafaa kwenye maisha yako binti. Roho Mungu anafaa kwenye maisha yako kijana. Roho Mungu anafaa kwenye maisha ya wafanyakazi. Roho Mungu anahitajika sana.